لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا عباس. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مسلوب العمامة والرداء، يا مظلوم في كربلاء، صلى الله عليك يا مقتول عطسانا، ونادى هل من مغيث يغيثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأكرمين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سماحة الشيخ، سماحة الشيوخ الحاضرين والكبراء في هذه المنطقة، وسماحة المحاضرين watukufu wa Islam, leo ni siku ya 7 ya mwaka mpya wa Kiislamu na ni siku ya 7 ya mwezi mtukufu wa Muharram, mwezi ambao mwezi wa huzni wa Ahlul Bayt alayhimus salam, alkadhalika na Shi'atu Ali Muhammad ni mwezi wao wa huzuni. Ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasifu katika Qur'an al-Karim akisema: wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr. Mwenyezi Mungu ameapa na wakati wa al-fajri na masiku 10 matakatifu. Al-Sheikh Makarim Shirazi katika kitabu chake Tafsiru al-Amthal anaeleza kwamba kuna rai ya maulama wanasema kwamba wa layalin ashar na masiku 10 ni masiku ya mwezi mtukufu wa Muharram al-Haram. عظم الله لكم الأجر باستشهاد مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. Watukufu wa Islam, leo katika fursa hii niliyopewa tutazungumzia kidogo suala zima la dawru shabab fi maarakati Karbala. Ni tuseme nafasi ya vijana katika ardhi ya Karbala. Karbala ni ardhi iliyobeba mafunzo mengi ambayo tukijitahidi sote kuyatazama tutakesha, na watu wameandika vitabu mpaka leo hawajamaliza. Karbala ni ardhi pana sana iliyobeba kila mtu kwa wadhifa wake.
Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu vijana katika Qur'an al-Karim akisema, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sisi tunakuelezea habari za haki kabisa kuhusiana na vijana ambao walimuamini Mola wao na Mola akawazidishia imani. Lakini naposema vijana, si maana hii tunayojua sisi. Al-Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, aliulizwa, alimwambia sahaba wake ambaye alikuwa akiitwa Ahmad bin Salman, alimuuliza ma shababu indakum, yani kijana ni nani kwenu? Wakasema alimuuliza ma fata indakum, fata kijana ni nani kwenu? Akasema lana shabab, sisi maana yake ni kijana, yani shababu mwenye miaka 20 kadha wa kadha. Al-Imam akamtazama akamwambia, ama alimta anna Allah sama ahla kafi shabab wa kanu kuhulan, hujui kwamba Mwenyezi Mungu aliwaita wa vijana watu wa pangoni kuwa ni vijana hali ya kuwa walikuwa ni wazee. Watu wa pangoni walikuwa ni maafisa katika serikali ya Kiroma zama hizo, walikuwa ni maafisa wakubwa. Hadi akali mwenye umri mdogo alikuwa na miaka 45, wote walikuwa ni watu wazima. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita vijana akasema, ala man amana billahi fahuwa alfata, yoyote mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala huyo ni kijana. Kwa hiyo tunapozungumza daura ya vijana Karbala tunazungumzia marika yote, kwa maana hii Ahlul Bayt alayhimus salam, kwa maana ya kijana, si wa miaka 18 wala 19. Lakini hususan leo ni siku ya Abul Fadhl Abbas ambayo maulama wameichagua kuizungumza, na Abul Fadhl Abbas alikuwa ni kijana. Maulama wanasema umri wake wakati anapata shahada ni kati ya miaka 35 na 34. Halikadhalika Aliul Akbar, ambao pana rai tatu za maulama. Aliul Akbar na ndiye Ahlul Bayt wa kwanza kupata istishhad. Katika Ahlul Bayt wa kwanza ni Aliul Akbar ambaye tunasema assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn. Umri wake maulama wanasema ni miaka 19, wengine wanasema miaka 25, wengine wanasema miaka 27. Halikadhalika kijana mwingine ambao ni kijana mbichi kabisa, wanasema wa Faris Nujavan, kijana mbichi ambaye ni Al-Qasim ibn al-Hasan. Qasim ibn al-Hasan umri wake ulikuwa ni miaka 12 kuelekea 13, lakini alicheza dauru kubwa katika ardhi ya Karbala. Sasa katika kutazama ardhi ya Karbala, haya majalisi yako na faida nyingi sana ambayo tunakaa hapa, si mujarrad sisi tunaona tuko wenyewe, lakini majalisi haya ni majalisi ambayo subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwao. Allah subhanahu wa ta'ala, sikwambii Mtume Muhammad, sikwambii Sayyida Zahra, wala sikwambii Ahlul Bayt wote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha nayo. Al-Allama al-Sheikh al-Taifa, Sheikh al-Tusi, katika kitabu chake cha riwaya Al-Amal katika majlisi ya 4 katika hadithi nambari 40 anapokea hadithi kutoka kwa ambaye alikuwa ni maula wa Imam Jaafar as-Sadiq, ambaye alikuwa akiitwa Attab. Anasema nilimsikia Abi Abdullah alayhi salam akimwambia Daud ibn Harsan ambaye alikuwa ni katika masahaba wakubwa, ya Dauda abligh mawali anni salam wa anni aqul, ewe Daud wafikishie mashia wangu wafuasi wangu salam, na waambie kwamba mimi ninasema rahimallahu, Mwenyezi Mungu amrehemu, abadan, mja ijtamaa ma ikhwanihi, aliyekusanyika pamoja na ndugu zake, fatadhakara amrana, wakajikumbusha jambo letu, fa inna thalithahuma malakun, hakika watatu yao ni malaika, yastaghfir lahuma. Yani imamu atuambia wanapokusanyika wawili
watatu wao ni malaika anawaombea msamaha. Famajtamaa ithnani, hawakukusanyika watu wawili, ala dhikrina, juu ya kutukumbuka sisi na kututaja, illa baha Allahu malaikatah, illa baha Allahu azza wa jalla biha malaikata, isipokuwa Mwenyezi Mungu anajifakharisha mbele ya malaika wake. Watu wawili, kama baluka an hadhihi almujtama, wanapokusanyika watu wawili, Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihim almalaika, anajifakharisha kwa kule kukusanyika watu wawili kuwataja ahlul baiti. Fa idha ijtama'tum, mtakapokusanyika katika kikao chochote, fashtaghilu bidhikr, jishughulisheni kwa kutukumbuka sisi, jikumbusheni kwa kututaja sisi. Fa inna bijtima'ikum, hakika kukusanyika kwenu, wa tadhakurakum, na kututaja sisi, ihyauna, ni kutudumisha sisi katika nyoyo zenu. Wa khairun nasi min ba'dina, na watu bora baada yetu, man dhakara bi amrina, watu bora baada yetu, baada ya imamu watu bora kina nani? Wa khairun nasi min ba'dina, na watu bora baada yetu, man dhakara bi amrina, watakaolikumbuka jambo letu, wada ila dhikrina, na wakawaita watu katika kutukumbuka sisi. Muhammad wa ali Muhammad salawat Allahumma. Hii hadithi amepokea al-Sheikh Tusi katika kitabu chake cha Al-Amal, ambayo ni majlisi ya 8, hadithi nambari 40. Alkadhalika Al-Mukhtasar ameipokea hii hadithi katika majlisi ya mwisho kabisa, akielezea faida za majlisi. Kwa hiyo majlisi kama hizi ni majlisi ambazo mwezi huu ni wa kuvuna thawabu. Msichoke waumini katika kukusanyika katika majalisi haya. Majalisi haya ni majalisi ya kuvuna thawabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala, kila kitu kipo kwa ajili ya Ahlul Bayt alayhimus salam. Sijui tunakumbuka vizuri tunapoisoma hadithul kisa, Allah anasemaje? Inni ma khalaqtu samaa mabaniya, chochote kilichoumbwa katika ulimwengu huu viko katika saitara ya Ahlul Bayt alayhimus salam. Unachokiona alhawa ad-dunya wama fiha kulluha ala saytarati Ahlul Bayt, kila unachokiona katika ulimwengu huu kipo katika mkono wa Ahlul Bayt. Al-Imam ar-Ridha salamullahi ta'ala alayhi aliulizwa na mmoja wa masahaba wake, wewe ni imamu, dunia kwako ni vipi? Anasema kakulfatil jawzi ala yadi, dunia kwangu ni kama, niseme kama karanga, au niseme aljawzi unasema gerdu, kama vile tembe ya kitu katika mkono wangu. Maimamu hii dunia wanaiona hivi, na ndio maana ilipokuwa siku ya Karbala walikuja wakubwa wa majini wakamwambia al-Imam Hussein, unadhalilikaje? Sisi tuambie huu mtu tunamhamisha unakuja huku. Akawaambia, la, mimi hiyo nayaweza zaidi yenu nyinyi, lakini acha mambo yaende kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoyapangilia. Kwa hiyo nirudi katika mada yetu, dauru ya vijana. Vijana ndiyo msingi asasi katika Uislamu na ndiyo matunda mema ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, katika wasia wake anasema, na wahusia na vijana kwa sababu mioyo yao ni laini kupokea. Na tukirejea katika taarikhi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, watu wa kwanza kumkubali katika da'wa yake walikuwa ni vijana. Kwa hiyo vijana ni watu muhimu katika mujtamaa. Allah subhanahu wa ta'ala anaposema katika Qur'an al-Karim, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika nujzil muhsinin. Al-Imam Ja'far as-Sadiq anasema maana yake alipofika umri wa miaka 18, Nabiyullah Yusuf alipofika umri wa miaka 18, Mwenyezi Mungu akampa hikman wa ilma. Maraji na maulama wote unaoona huwa wanapewa ilmu wakiwa ni vijana. Mfano mzuri ni Ayatullah Lutfullah Gulpaygani, aliandika kitabu cha kuradi Khututul Arida ambacho kiliandikwa Misri kuwatukana Mashia, ambacho kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, misingi mikuu ya dini ya Ushia.
ambao Sheikh Abdullah Nasri akakiradi pia kwa juzuu 4, akaandika Shia na Qur'ani, Shia na hadithi, Shia na sahaba, Shia na kadhalika. Vitabu vinne aliviandika. Khututul Arida aliradi Sheikh Lutfullah Gulpeigani akiwa na umri wa miaka 15, akimradi profesa ambaye ana miaka 50 katika Al-Azhar Sharif. Kwa hiyo vijana ni kitu muhimu. Sasa tukirudi katika Karbala, tunakuta vijana wana sifa nyingi. Sifa za hawa vijana, sifa ya kwanza ni maarifa, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na knowledge, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na maimamu. Ni wajibu wa kijana wa zama hizi kama mimi niliyekaa hapa mbele ya hii mimbari na ndugu zangu, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtume wake na imamu wa zama zake, na kuiweka imani ile katika nafsi. Hiki kuijua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua malengo ya kuumbwa kwetu na kujua lengo la uwepo wetu hapa, litatufanya tushikamane na Allah subhanahu wa ta'ala na tuwe katika vijana ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka. Sifa hii tunaikuta barizan kwa Al-Qasim, kwa Ali al-Akbar. Qasim anaulizwa katika majlisi Lailatu Ashura, Al-Imam Hussein aliwaita masahaba wake katika khaima, akawaambia kesho nyote mtakufa. Ghafla akaona mkono mwisho wa khaima, mkono wa mtoto mdogo unanyosha, akashtuka kidogo, akauliza haya, akamwona ni Qasim, akamwambia naam, tafadhali uliza una nini? Akamwambia ana fi man yuqtal ghadan, mimi ni katika watu watakaouawa kesho. Imamu akatulia kwanza, akamjibu akamwambia naam, wewe ni katika utakaouawa kesho. Angalia jibu la Qasim alilomjibu al-Imam al-Hussein, fika ahla min al-asal, kufa kwa ajili ya njia yako wewe Abi Abdullah al-Hussein, kukunusuru wewe, mauti kwangu ni matamu zaidi kuliko asali. Haya maneno hata mtu mzima yoyote hakuyazungumza. Ni maneno bora aliyozungumza hata kushinda Abul Fadl Abbas. Fika ahla min al-asal, sentensi moja tu, mauti kwako kwa Abu Abdullah al-Hussein ni matamu kuliko asali. Kijana mdogo wa miaka 13. Hii inaonyesha namna gani alikuwa na maarifa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, maarifa juu ya mtume wake na maarifa juu ya imamu wa zama zake ambaye alikuwa ni ammi yake Abi Abdullah al-Hussein. Katika sifa nyingine ya watu hawa wa Karbala na vijana hawa wa Karbala ilikuwa ni suala zima la al-basira, kuwa na maono. Kijana na mfuasi wa Ahlul Bait alayhimus salam yatakikana awe na maono, ayaoni mambo katika uhalisia wake. Al-Qasim, Abul Fadl Abbasi, Ali al-Akbar waliona mambo sawa sawa, hawakupelekwa na siasa fulani au na hali fulani, lakini walikuwa ni watu wenye basira, wakitazama mbele na hakika ya jambo lao. Sasa ni wajibu kwetu kwa vijana kutazama basira, kuwa na basira, kuyatazama mambo yanavyokwenda. Si kila upepo unaovuma twende nao. Lazima tuwe na maono, lakini haya maono yanatengenezwa na maarifa, kwa sababu maarifa ndio yanazaa maono, kuona mbele. Lidhalika, katika kitu ambacho kilimfanya al-Imam al-Hussein amzuie al-Qasim alipokuwa amekuja kumwomba ruhusa, aliona kwamba huyu ana basira, sitaki auawe kesho. Kwa sababu watu wote, Ali al-Akbar ambaye ni mwanae alikuja akamwomba ruhusa, imamu akamruhusu. Alipokwenda Ali Akbar kupigana, chuma kimemzidia na joto kali, anarudi anamwambia, baba, nimeshindwa, naomba walau maji kidogo ninyi. Akamwambia, rudi, sio muda mrefu utakutana na babu yako, atakunyesha maji ambayo hutapata kiu daima. Lakini alipokuja Al-Qasim, Aba Abdullah hakumruhusu kwenda, mpaka alipokuwa akimbusu mkono wake na mguu wake takriban tuseme kwa masaa 3, ndiko imamu akamruhusu. Aliona basira kwa Al-Qasim,
halikadhalika ndugu yake Abul Fadhl Abbas. Katika sifa nyingine ya watu wa Karbala na sifa yetu ya mwisho ni kubeba masulia, kubeba majukumu. Wanasema wataalamu, kijana yoyote ambaye hanajiona bado ni mdogo na hayuko tayari kubeba masulia na majukumu, ni vigumu kuendelea. Watu wote walioendelea ni kuwa walikuwa wanasema tuna dhima, tuna masulia katika shingo zetu. Nina jambo bado mimi lazima nilifanye kwa ajili ya wengine, kwamba siko peke yangu. Na kisa Allah subhanahu wa ta'ala anatupa kisa za Nabiiullah Musa katika suratul Qasas. Alipokwenda Madian, Nabiiullah Musa alikuwa ni kijana pale. Alikukaa pembeni ya kisima, akawaona wanawake wawili wakihangaika. Ni kitu gani kilichomfanya Nabiiullah Musa anyanyuke na kwenda kuwafungulia ule mlango wa kisima ambao ulikuwa ni mzito? Ni kwamba aliona ni masulia yangu, na masulia hayana maslahi. Nabiiullah Musa hakuwa na maslahi yoyote na wale mabinti, na wala hakujua kwamba ni mabinti wa Nabiiullah Shuaib, lakini kwa sababu ya ile hamli almasulia, kubeba masulia kwamba nahitaji kuwasaidia watu bila maslahi yoyote, akatoka na kwenda kufungua ule kuwasaidia, wakateka maji wakarudi. Lakini malipo yake yakawa ni kufanyaje? Yakawa malipo yake ni kuoa mmoja katika wale mabinti. Na ndio maana Mungu anasema, al-Imam Ali Amir al-Mu'minin alayhi salam anasema, sikuwahi kumfanyia wema mtu yoyote duniani, ma ahsantu li ayi ahadin fi hadhihi dunya, sikuwahi kumfanyia wema mtu yoyote katika ulimwengu huu. Faqila, akaulizwa Amirul Mu'minin, kwa nini? Akasema, ama sami'ta Allah yaqulu in ahsantum ahsantum li anfusikum, kwani hamjamsikia Allah akisema mkifanya wema mnajifanyia wenyewe? Wema wowote unaofanya unajifanyia mwenyewe, humfanyii mtu yoyote. Ya ayyuhalladhina amanu, Mungu anasemaje? Nafsi iangalie kesho imetanguliza nini. Nafsi iangalie kesho imetangulia nini. Hii ni katika jambo la kubeba masulia. Al-Qasim ambaye ni mdogo aliona masulia kwamba mimi nahitaji na masulia, licha ya umri wangu ni miaka 12 13, nina masulia ya kumlinda imamu wa zama zangu. Al-kadhalika Abul Fadhl Abbasi miaka 35, nina masulia ya kumlinda imamu wa zama zangu. Al-kadhalika Ali al-Akbar, nina masulia ya kumlinda imamu wa zama zangu na kulinda aqida hii. Ndipo akatoka mbele na kubarizi dini hii mpaka leo katufikia. Madhhabu haya yamefika kwa damu, si damu za maimamu, si damu za mashia, si damu za maulama. Na ndio maana tunasema katika ziara Abul Fadhl Abbasi, la'ana Allahu ummatan qasadatkum bil aidi wal alsun, Mwenyezi Mungu awalaani umma ambao umewaua nyinyi kwa ndimi, kwa nguvu na ndimi. Leo tunaona watu wengi wakizungumza suala zima la Muharram, mashia wanafanya kadha wa kadha wa kadha, sijui kitu kadha wa kadha, lakini haya yote ni kuvunja basira. Kwa hiyo vijana lazima tuwe na basira juu hili jambo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Ilipofika siku ya Ashura, kiu kali zimewabana, watoto wakilia na kulalamika, baba, tunahitaji maji. Ndipo Abul Fadhl al-Abbasi akamuelekea kaka yake Imam al-Hussein na kusema, ewe kaka, nipe ruksa
nikawaletea maji watoto. Imam al-Hussein alayhi salam akamtazama ndugu yake na kulia, akamwambia, wewe ndiyo tegemeo langu, wewe ndiyo jemedari wangu, ikiwa haina budi nenda ukalete maji. Basi Abul Fadhl al-Abbasi akapanda farasi wake huku akielekea mto Furati. Akafika mto Furati kwa kupasua safu za maadui. Alipofika akateka maji katika kiriba, mengine akaimchukua katika mkono wake, akayatazama na kukumbuka kiu ya Hussein. Akayarejesha maji katika mto Furati, kisha akatoka na kiriba chake, akapanda farasi wake. Umar ibn Saadi akanadi, mzuieni Abasi asiweze kurudi katika kambi. Basi alipotoka maluuni wakanyanyua mishale na kumwelekea Abul Fadhl al-Abbas. Mishale ikaudunga mwili wake. Abul Fadhl al-Abbas mengine alizuia, mengine ikashindwa. Basi akalinda kile kiriba. Adui akajisogeza na kukata mkono wake kulia. Ana munadi wa Abbas, Abbas. Basi wakatoboa kile kiriba, ndipo Abul Fadhl al-Abbas akazuia kwa mkono wake wa kushoto. Akaja maluuni mwingine akaukata ule mkono wa kushoto. Abul Fadhl al-Abbas hana tena mikono. Akaja maluuni mwingine na mtaimbo wa chuma, akakipiga kichwa chake. Abul Fadhl al-Abbas Abul Fadhl al-Abbasi mwingine akanyanyua mshale akatoa jicho lake. Abul Fadhl al-Abbasi akaanguka kutoka kwenye farasi. Mtu mara nyingi hutumia mikono yake kujilinda akianguka. Abbasi hana mikono, atajilinda na nini? Basi Abbas akaanguka chini, akanadi, wa akhi adrikni. Basi akalia, ewe kaka njoo uniwagi, nguvu imenishia kaka yangu. Ndipo al-Imam al-Hussein alayhi salam akapanda farasi wake na kutoka kama umeme kuelekea alipo ndugu yake. Akamkuta Abbasi uko chini, hana mikono, hana jicho. Akalia Imam al-Hussein, akamchukua kumweka mapajani. Abbasi akatoa kichwa chake akasema, kaka nisamehe, nimeshindwa kukuletea maji. Kaka niwe radhi, nimeshindwa kufikisha maji mahemani, usiniweke kwenye mapaja yangu. Nani ataulilia msiba wako Hussein? Nani atakuweka mapajani Hussein? Abul Fadhl al-Abbas
akakata roho katika mikono ya kaka yake. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Adhama Allahu lakumul ajr.